Sasa umezungumza mambo mengi. Mojawapo lilogusia ni namna ambavyo watu wanatumia mitandao sivyo, kudhalilisha wenzao, kutweza wenzao na kadhalika. Lakini umegusia masuala ya uhalifu mwingineo wa wizi mtandaoni. Haya ni mambo ambayo yanaenda kwa pamoja. Lipi ni kubwa zaidi? La watu kudhalilishwa kwenye mitandao ama wizi mtandaoni? Kama mtu unayetoa elimu, watu unaokutana nao mara kwa mara, wanasema lipi ni kubwa zaidi? Sasa mimi nitakwambia kitu kimoja. Ukubwa wa jambo inategemea na research iliyofanyika. Kwa mfano, internet fraud, kwa taarifa za mwaka 2023 za BOT, watu wamepigwa hela nchi hii takriban bilioni 5. Bilioni 5 tunazungumza. Hizo ni pesa ambazo watu wamezulumiwa kwenye mtandao. Na most of those people ni watu wa kawaida, small and medium enterprise. Hakuna bilionea ambaye anazungusha hela kwenye simu. Simu hizi zinazungusha watu biashara za kati na za chini. Kwa hiyo biashara ngapi zimeharibika? Na kwa takwimu za BOT wanakuambia waliweza kurecover somewhere around 7 milioni 200 na 250 260 kwenye bilioni 5. Kwenye bilioni 5. Sijui umeelewa? Zilizorudi ni takribani milioni 260 hivi. Yaani hapo hizo watu wanaiba kwa zile tuma kwa namba hii. Kwa nini? Wizi wote, kwa sababu kama tunasema tunafanya miamala ya kielektroniki, maana yake wizi wake upo huko. Ndio tuma kwenye namba hii. Sijui mara mtu credit card fraud, sijui nini, vitu vyote hivyo. Tunatoa mkopo, sijui tuma kwanza ada. Sasa huo ni upande wa miamala. Lakini kwa upande mwingine kwenye mawasiliano, hata nyinyi msemi, nyinyi ni mainstream media. Siku hizi tuna citizen journalism. Citizen journalism sasa hivi imepata validation kubwa kwenye hii jamii kuliko hata nyinyi watu wa mainstream media. Kuna mtu tu huko ni mwanaharakati wa mtandao, anaweza amka asubuhi tu kwenye taasisi ya ubongo wake akaamua kutengeneza taarifa haina ukweli wowote, akatengeneza taharuki na nchi nzima ikaingia kwenye panic mode. Sijui umeelewa. Lakini sasa katika hilo kuna vitu vinaweza vikapimwa kwa sababu vina monetary value. Lakini athari za disinformation na misinformation unazipima vipi? Kwa sababu kuna mtu atasikia mara moja, huwezi kumwaminisha tena. Ndio imetoka hiyo. Na disinformation ni mtu anafanya upotoshaji kwa makusudi. Misinformation inaweza kawa ni mtu aliyesikia taarifa ambayo mtu ameitoa kwa kupotosha kwa makusudi akaisambaza. Sijui umeelewa. Kwa hiyo sasa hivi jamii yetu ipo katika wakati mgumu sana. Lakini sema watu wengi at face value hawaelewi, wanaona tu ni kawaida.